Basi hapo zamani za kale katika ufalme uliokuwa umetukuka, mtu mmoja alikuwa anaitwa Merlin, alikuwa ameokolewa na dragon. Hii ni episodi ya 27. Kama bado hujasubscribe ili tuende sambamba. Basi dragon huyu baada ya kumwokoa Merlin kutokana na kile ambacho yeye mwenyewe binafsi alizani kwamba ndo mwisho wake, siku hiyo alimshukuru sana dragon. Hasa katika upande wa Camelot, mtoto wa mfalme alikuwa anaitwa Arthur alimuuliza huyu mtu anaishi naye ambaye ni Gazi aliulizwa yuko wapi Merlin, lakini pale akajibu kwamba nilizani kwamba upo naye. Basi katika giza nene na totoro, mwanamke mmoja alikuwa anaitwa Morgana. Huyu ni mmoja kati ya mtu ambaye mipango yake kwa hivi sasa ni kuangusha ufalme huu wa Camelot. Aliwaangalia hao walinzi namna ambavyo basi walivyokuwa wamejipanga na akatafuta njia ya kupita katika hilo eneo. Basi mwanamke huyu alienda basi kuwasha moto katika eneo la chini ya ardhi. Baada ya hapo akawasha majani machache na kuyachomeka katika eneo ambalo walinzi wangefikiri kwamba moto ulikuwa unawaka chini ya underground. Baada ya sekunde kadhaa walinzi wale walizani vile na kisha wakaenda katika lile eneo tena kwa wengi kinoma. Kisha mwanamke huyu akapata nafasi ya kuweza kujichomeka na hapo akaingia katika chumba ambacho alikuwa amehifadhiwa mfalme. Mwanamke huyu alikuwa na mzizi ambao alipewa na dada yake, ambaye huu mzizi ulikuwa ni mzizi ambao ni wa kichawi. Akaanza kusokota na kisha mfalme akaanza kupata maumivu makali sana. Basi kelele zile zilimfanya Merlin huko alipo alikuwa pamoja na huyu dragon. Alitamani kufika katika eneo la Camelot. Alimwomba dragon apande juu yake ili aweze kumfikisha katika hilo eneo. Basi dragon kwa kuwa alikuwa hana hila, basi alimbeba Merlin na akapaa mpaka katika eneo ambalo liko karibu na jengo la ufalme. Kisha akamshusha Merlin katika hilo eneo. Basi Merlin alikuwepo hana baya, alimshukuru na kisha akamwambia kwamba sitaweza kusahau hichi kitu ambacho umenifanyia, lazima nikupambanie ufalme wa Camelot. Lakini pia alimpa onyo kwamba mapigano dhidi ya Camelot ndio yameanza. Basi Merlin kwa kuwa basi alikuwa amepambana kwa ajili ya ile jambo, usiku huo alifika katika chumba ambacho Gazi alikuwa amelala. Akamwamsha Gazi na kisha akamwambia kwamba unapaswa uanze kuvaa nguo zako kwa sababu kuna siri nzito ambayo hata wewe mwenyewe binafsi unapaswa uweze kuitambua. Basi Gazi alishangaa sana. Wakafika katika chumba ambacho mfalme alikuwa amelala. Katika eneo hilo hapo vyumba vilikuwa basi vimevurugika sana. Vitu mbalimbali vilikuwa vimetapakaa katika eneo la ardhi. Naye mfalme akuwa katika kile kitanda. Gazi pamoja na Merlin waliungana kwa pamoja kumtafuta mfalme. Wakamkuta mfalme alikuwa amejibanza katika kona moja. Kisha alikuwa anajisikia vibaya sana. Basi Gazi akamwambia kwamba usilie mfalme, haya yote unayaona ni uchawi tu. Mwanamke mmoja aliyekuwa mchawi kwa kipindi cha nyuma mfalme alikuwa akimuona na alikuwa analia sana. Huyu alikuwa ni mama yake mzazi Arthur pamoja na watoto kadhaa waliokuwa basi wameweza kufa kipindi ambacho yeye mwenyewe mfalme alikuwa katika nyakati ambazo basi anaanza kuwatoa wachawi katika upande wa Camelot. Merlin akusita hata kidogo, alienda kutafuta ule mzizi uliokuwa chini ya kile kitanda cha kwake mfalme na kisha akautupa mzizi ule chini ya eneo ambalo basi moto ulikuwa unawaka. Mfalme pale ule uchawi ukaanza kumtoka. Kisha wakamuinua mfalme na kisha wakampatia dawa. Mfalme alianza kuona kabisa kwamba hali inaanza kubadilika. Basi Gazi bila kujua kwamba Merlin alikuwa ameshaweza kutambua siri nzito kuhusu ule mzizi. Basi pale baada ya kumlisha mfalme, basi Merlin akamvuta Gazi chemba na kisha akampa siri nzito. Nani anayehusika na jambo hili? Morgana ni mmoja kati ya mtu aliyekuwa anahusika na mtanange huu, na kuanzia pale basi wanapaswa kuweza kufanya juu chini ili kuweza kujikinga naye. Lakini bado jambo lao liko pale. Wanapaswa kuweza kupambania ufalme huu tena kwa siri nzito. Asa huku mwanamke huyu anaitwa Morgana alikuwa na hila pia, hata yeye mwenyewe binafsi alikuwa amekaa pembezoni huku akiamini kwamba katika upande mzima wa Camelot lazima mambo yote yataenda kuwa bambam. Basi jeshi la Camelot liliweza kuwashtukia hao askari wa Sandridge walikuwa wamejipanga katika eneo ambalo basi walikuwa wameweza kujikita ili basi waweze kuingia katika upande wa Camelot. Basi askari wale walipeleka taarifa kule Camelot, na huko Merlin alifika katika chumba cha kwake Arthur na akaanza kumwamsha Arthur. Sasa kwa kuwa Merlin hakuhudhuria katika chumba chake kwa siku kadhaa, basi pale mfalme hakuwa amejua kwamba Merlin alikuwa ametoka katika ufalme kwa muda mrefu kidogo, lakini Arthur alimlaumu sana Merlin na kisha akaanza kumletea
kutia vurugu tena kwa udi na uvumba katika chumba cha kwake Lady Morgana, huku Morgana akiwa ajui kwamba katika ile eneo basi Merlin amesharudi tena katika ufalme huu. Pale pale alipotazama katika eneo la nje, alimuona Merlin akiwa na Arthur. Basi mwili wake pamoja na mawazo yake alienda mbali sana. Hata Guinevere alivyokuwa anamuita alijisikia kama vile kuna changamoto. Katika kitanda cha kwake mfalme alikuta kwamba katika lile eneo ule mzizi haupo. Akagundua kabisa kwamba kuna kitu ambacho si sawa. Basi naye Gazi, huyu ni mtumishi wa kifalme, alihisi kabisa kwamba mwanamke huyu amekuja kuangalia ule mzizi wake. Basi pale pale akamuuliza kwamba Morgana unafanya nini hapo? Morgana akamdanganya Gazi kwamba alikuwa amedondosha moja kati ya hereni yake ndio alikuwa anaitafuta. Basi akamuuliza Gazi, je, mfalme anaendeleaje? Gazi akamjibu kwamba mfalme anaendelea vizuri na maisha yake yako bambam. Basi akamvuta Merlin huku katika uchochoro ambako basi ni korido za kifalme. Akamwambia kwamba Merlin, naomba nikwambie tu ukweli kwamba usijaribu kumwambia mtu yoyote kitu ambacho kimetokea kule porini. Na sijui umewezaje kuchomoka katika ule mtego. Na kuambia hivyo ukijaribu kumwambia mtu yoyote kama ukijua kwamba nitamwambia mfalme kwamba ulitamani kuniua mimi kupitia sumu uliokuwa umeiweka katika maji. Basi Merlin akajisikia vibaya. Basi ndani ya ufalme taarifa kuhusu watu wa Sandred wanakuja zikaweza basi kufika pale pale. Basi Arthur kwa kuwa ndio kiongozi kwa hivi sasa aliweza basi kutengeneza mfumo ambao mfumo ulikuwa mgumu sana. Akawaagiza askari wake wajipange dhidi ya watu wa Sandred. Lazima mkono uweze kuchezwa hapa, hakuna kutia huruma. Basi Arthur pamoja na Merlin walizidi kudiscuss ile jambo, lakini Merlin alimwambia Arthur kwamba wewe ni mtoto wa mfalme na unapaswa kuendelea kuact kama ulivyokuwa umeweza kuagiza askari wako. Basi katikati ya pori zito kabisa huku hivi basi walipokuwa basi wameweza kukutana Mongoose pamoja na watu wa Sandred, wanazidi kutiana moyo katika plani yao waliokuwa wameipanga. Hasa katika eneo la ufalme huku hivi Arthur naye alizidi kupewa moyo pamoja na mwanamke huyu anayeitwa Lady Guinevere. Guinevere alimpa maneno tena ya busara yasiyokuwa na vurugu za aina yoyote. Mwanamke huyu alikuwa ni mwanamke mwenye hekima tena anayefaa kuwa queen wa Camelot. Arthur alitambua hilo, lakini pia mwanamke huyu alizidi kuonyesha kwamba anatamani ufalme huu katika siku zijazo uzidi kuwadhibiti wachawi na uzidi kuwadhibiti watu wabaya katika kila kona. Kisha akamuaga mtoto wa mfalme Arthur Pendragon. Baada ya mtoto wa mfalme kuango kule, tunaonyeshwa kwamba huku hivi Lady Morgana alikuwa kitazama namna ambavyo basi askari hawa walivyokuwa wanajiandaa. Naye pia akaanza kutoka nje ya ufalme wa Camelot. Akakutana na dada yake katika eneo la siri. Huyu ni Mongoose. Mongoose pamoja na Lady Morgana ni kama vile mapacha. Wote kwa pamoja lengo lao ni moja tu kwa hivi sasa, kwenda kuangusha ufalme wa Camelot. Kwa kuwa Morgana alikuwa na uwezo wa kuingia katika eneo la Camelot, na kwa kuwa Morgana alikuwa ni moja kati ya binti ambaye anaaminika sana, basi alikuwa anamtumia kwa ila zake yeye mwenyewe. Basi kwa hivi sasa walipeana taarifa kuhusiana na kile ambacho kimetokea. Ule mzizi waliokuwa wanautumia ufanye tena kazi. Basi alimwambia kwamba usijali, kuna kitu kipi ambacho nimekuletea. Sasa hii ni moja kati ya nguzo kubwa sana, ambayo nguzo hii ina uwezo wa kuinua uchawi na kuweza kuamsha jeshi la wafu. Na jeshi hili lilikuwa ni jeshi ambalo limejificha chini ya Camelot. Wale miamba tofauti tofauti waliokuwa wanafanya kazi ndani ya Camelot wanapozikwa waga wanawekwa katika eneo la chini ya ardhi. Kwa mwanamke huyu aliplani pia wao wenyewe binafsi waweze kutumia uchawi huu kwenda kuwafufua watu waweze kupambana dhidi ya watu wa Camelot. Kwa hiyo Morgana baada ya kukabidhiwa, basi aliingia nayo Camelot tena kwa siri. Watu tofauti tofauti na wananchi wa Camelot walianza kuingia mmoja baada ya mwingine bila hata kuuliza mara mbili. Walikuwa wanazama taratibu kabisa, na wengi wao walikuwa ni watu ambao ni maskini sana. Hata pamoja na Merlin wazidi kupanga mipango yao, huku wakizidi kupeana taarifa kwamba wanapaswa waweze kuingiza silaha zote ndani ya ufalme wa Camelot kwa ajili ya kuweza kujiandaa kwa ajili ya vita hii kubwa sana, kwa sababu askari wa Sandred walikuwa ni zaidi ya askari wa 20,000. Sasa katika upande wa Camelot askari wao walikuwa wachache sana. Vyumba vya watu tofauti tofauti vilivyokuwa basi viko katika ile eneo viliweza kuandaliwa, na pia hata watu tofauti tofauti na wenyewe pia walizidi kusapoti hizi harakati. Sasa kwa upande mwingine huko tena Arthur kukutana tena na Guinevere, wakapeana ishara tu kwa macho. Yani hii ni ishara kwamba wanazidi basi kutakiana kila laheri kwa kile ambacho walichukua wamekipanga.
Sasa baada ya muda kidogo, Merlin basi waliweza basi kufika katika chumba cha kwa mfalme, yeye pamoja na Arthur. Basi Arthur alikuwa anamtakia baba yake kila laheri, na yeye pia alikuwa anaingia katika uwanja wa vita muda si mrefu, kwa sababu hao wanaume wa Sandred walikuwa wameshafika katika eneo la nje ya Camelot na walikuwa wanapiga makelele kinoma noma. Arthur alikuwa na mashaka, lakini bado Merlin alizidi kumtia moyo. Basi Arthur akawaandaa askari wake waliokuwa wachache sana. Wote hao walioandaa vema kabisa, na lengo lao lilikuwa ni moja tu, kupambana dhidi ya wanaume wa Sandred. Arthur alikuwa basi ameandaa silaha nyingi sana. Basi naye Merlin alienda kuongea na Arthur, lakini Merlin alionekana kama vile ana mashaka sana, lakini pia alimpa moyo Arthur na kumwambia kwamba ili pambano litakuja kukumbukwa na watoto wengi sana, vizazi na vizazi. Naomba utambue kwamba Camelot inakutambua na inakuheshimu. Unapambana dhidi ya heshima ya baba yako mzazi, lakini pia dhidi ya heshima ya vizazi vijavyo. Basi Merlin, Arthur alimwambia maneno tena, haya maneno umeyatoa wapi? Wewe ni kijana mdogo sana. Waga na mdharau, lakini kuna namna yeye Merlin kuna muda basi anaongea maneno yenye busara. Askari wakaanza kujipanga katika troops mbalimbali, huku Morgana naye basi alikuwa anapata hasira sana. Naye basi akapangiwa katika vikosi ambavyo basi vinazidi basi kutoa huduma kwa ajili ya watu watakuwa wameweza kupata majanga. Basi katika eneo basi la uwanja wa vita waliandaa ngao zao, lakini huku hivi Morgus pamoja na Sandred waliwaagiza askari wao basi wazidi kusambaza moto. Walitembeza moto mzee. Mfalme maskini ya Mungu akawa na yeye pia ameweza kusimama kutoka katika kitanda chake, akagundua kwamba ufalme upo katika vita. Basi nyakati hizo askari wa Sandred pamoja na Camelot walikuwa wanazidi kutembeza mkono. Arthur yupo katika uwanja wa vita. Mfalme naye alifika katika lile eneo bila huruma, bila uoga, akajiandaa naye pia kupambana. Basi wakati huo Merlin alihisi kwamba kuna hali ya hatari sana. Akamwambia Gazi amwangalie sana Lady Morgana, popote pale ambako basi atakwenda aweze kumfuatilia. Morgana alikuwa na hila na alikuwa na plani yake asiri. Basi huku nje naye Merlin alipofika alikuta kwamba kuna watu wengi sana walikuwa basi wameweza kupata madhara makubwa sana, lakini bado hata askari wa Camelot walikuwa wanazidi kutembeza mkono kinoma noma. Morgus alikuwa anazidi kupata furaha namna ambavyo askari wa Camelot walivyokuwa wanazidi kutembezewa mkono. Uwezi kuamini, mfalme alitolewa pale hivi na huyu Arthur, na kisha akamwambia baba haupo sawa pale pale. Mfalme alikuwa anajisikia vibaya sana, lakini bado alitamani kupambana kwa ajili ya Camelot. Arthur akatoa amri kwa askari wake kwamba wanapaswa wa retreat, yani warudi nyuma. Basi Merlin naye pale pale akawa ameingia katika ule mtanangi, akaamua kutumia uchawi wake angalau kidogo tu kuokoa askari wa Camelot. Sasa nyakati hizo waliwashwa moto pale pale kupitia uchawi, kisha mfalme pamoja na Arthur basi wakaweza kupita bila ya wao kuweza kutazama lile jambo. Katika upande huku hivi wa askari waliokuwa basi wanazidi kuokolewa, Gazi alishangaa kidogo kumuona mwanamke huyu anaitwa Morgana alivyokuwa basi anatoroka, naye akaanza kumfuata mbio mbio. Mwanamke huyu alikuwa mjanja sana, aliingia katika vyumba ambavyo viko chini ya ardhi. Katika vyumba hivi Gazi alikuwa amepotezwa kidogo. Mwanamke huyu alikuwa amejificha nyuma ya mlango na Gazi akarudi. Alivyorudi katika ile eneo la siri, huku Lady Morgana alijisikia kidogo basi ameweza kupata nafasi ya kwenda kutimiza lile ambalo alikuwa anatamani kuweza kulitimiza. Huku nje sasa mfalme hali yake si shwari, alikuwa anajihisi kama vile anaenda kuvunjika kabisa katika siku ya leo. Basi Merlin naye alikuwa katika lile eneo, akamchukua mfalme. Arthur akarudi katika mapambano. Askari hao walikuwa wengi sana, hao askari wa Sandred waliweza kupambana tena kwa siri. Huku nyuma sasa Morgus mpango wake bado anatamani uweze kutimia. Mpango wake pamoja na Morgana ulikuwa ni kuweza kufufua jeshi la wafu lipambane ndani ya Camelot, na huku jeshi la binadamu wa kawaida upambane dhidi ya askari wengine. Merlin alimtafuta Gazi na Gazi basi akampa siri moja tu kwamba mwanamke yule anaitwa Morgana tayari ametoweka. Sasa hapo ndipo basi kizaazaa kiliweza kuanza. Morgana alifika katika eneo la chini ya ardhi kwenye makaburi mengi sana. Makaburi haya yalikuwa ni makaburi ya wale askari wa Camelot wa zamani. Hawa askari walikuwa wamezikwa tena kwa heshima kubwa sana. Mwanamke huyu alikuwa ameplani kwenda kuwafufua basi ili hao askari waende kupambana dhidi ya askari wengine wa Camelot. Akaingia Merlin katika chumba cha kwa Morgana. Huku chini sasa
Morgana akatoboa chini ya ardhi. Ile nguvu aliyokuwa basi ameweza kuichomeka pale ilimshtua mpaka Merlin katika upande wa pili. Basi ile nguvu ndio ilikuwa basi kwa ajili ya kufufua wale viumbe waliokuwa wamekufa. Huko nje Mongoose pamoja na askari wa Sentry walikuwa basi wanasubiria hichi kitu tu, kwamba Morgana aanze basi kufufua hao watu na mwisho wa siku waanze kufufuka katika lile eneo na waweze kupambana dhidi ya askari wa Camelot. Kisha miale tofauti ikaanza kusambaa. Mwili wa kwa Morgana ukaanza kushangaa tu namna ambavyo ile nguvu ilivyokuwa inafanya kazi. Huko nje basi askari wa Camelot walikuwa na kazi nzito kupambana dhidi ya askari katika mji wa Sentry, lakini pia kupambana na miamba ambao wamefufuliwa huko ndani. Arthur basi alianza kushangaa kwamba yeye mwenyewe binafsi hawezi kupambana sana. Huko ndani Morgana alikuwa anashuhudia namna ambavyo hawa viumbe walivyokuwa basi wanafufuka. Merlin alifika katika lile eneo la uwanja wa vita. Arthur anamwambia Merlin, naomba basi ufanye kazi zaidi ya hapo, uokoe wa askari, kila mmoja aweze kupata huduma. Basi nyakati hizo Merlin akaanza kunyoosha kwamba nyuma ya Arthur kuna kitu ambacho si cha kawaida. Ilikuwa basi ni hii miili iliyokuwa basi ni mifupa mikavu iliyokuwa inataka basi kupambana na Arthur. Arthur akajaribu kupambana, lakini bado hii miili na yenyewe pia ikawa basi na wazidi akili. Ikaenda basi kumfuata Merlin. Merlin anashangaa kwamba mkono unamfuata mzee. Mkono uko naye mbio hauna mbili kwenye moja. Basi Arthur na Merlin wakakimbilia ndani ya ufalme wa Camelot, na kisha Arthur alishuhudia kwamba hali ilivyokuwa basi imeweza kubadilika. Basi pale Merlin akamwambia pale Gehazi kwamba Morgana amefufua jeshi la wafu na yupo chini ya maeneo ya makaburi na paswa ndio kumzuia. Merlin akashuka kwa spidi kali, wakati huko nje hali si shwari. Nyakati hizo hawa askari walikuwa wanashuhudia namna ambavyo hao viumbe walivyokuwa wanafanya kazi. Uwezo wao ulikuwa si wa kawaida, walikuwa wanapiga mkono kinoma noma. Nyakati hizo basi muda ambao Arthur alipokuwa basi anapambana huko nje, alijaribu basi kwenda kuongea na Gehazi na kumwambia Gehazi kwamba naomba basi baba yangu mzazi uweze kumtunza na aweze kukaa katika eneo la siri. Lakini Gehazi akaambia kwamba ndani ya ufalme kumevamiwa pia, hatuwezi kutoroka Arthur. Sasa pale Merlin akamkuta Morgana huko katika eneo la chini ya ardhi. Akamwomba Morgana aachane na hichi kitu ambacho alikuwa anakifanya. Morgana anasema kwamba kwa nini niachane nacho? Merlin anaambia kwamba najua kwamba una uchawi, lakini Morgana naye anasema kwamba hii hali unaojaribu basi kuianzisha Merlin uweze kuizuia. Je, unadhani kwamba Uther yupo dhahiri kabisa aweze kufanikiwa kuweza kuniua katika maisha yangu? Hiyo kitu basi haiwezi kuruhusu katika maisha yangu. Haiwezi kuruhusu wachawi wengine wazidi kuuawa. Basi Merlin akasema kwamba hapana, lazima kuna njia nyingine. Alimbembeleza Morgana kwa muda mrefu, lakini Morgana alibisha kuweza kumsikiliza Merlin, kwa sababu Merlin alikuwa anatetea upande ambao anaamini kwamba yeye hakuwa sawa. Lakini Morgana hajui kwamba Merlin naye pia alikuwa mchawi, na alikuwa na uchawi uliokuwa basi umejificha. Huku nje askari wa Camelot walikuwa wanapambana sana. Nguvu zilikuwa basi zipo nusu. Ndani huku hivi naye Merlin anapambana na Morgana. Morgana kwenye upanga alikuwa anamzidi Merlin kwa hatua kubwa sana. Basi Merlin upanga wake ukaenda chini. Basi akaanza kutumia akili pamoja na uchawi wake kwa hivi sasa. Sasa akaamua basi kumjikinga katika upande wa pili, na kisha Morgana alivyokuwa basi amejitenga, Merlin akapiga kimbola katika upande wa juu. Basi mawe yakaanza kudondoka. Morgana akazimia. Kipindi ambacho Morgana alivyozimia, Merlin akaweka katika lile eneo, akaikata ile fimbo, na kisha mwanga ule basi ukaweza kusababisha wale miamba wote waliokuwa wameweza basi kufufuka wote wakaanguka huko nje ya Camelot. Lakini jambo baya ambalo Merlin alilifanya ni kwamba alimwacha Morgana akiwa hai. Ili ni kosa kubwa sana. Alipaswa aweze kumuua Morgana. Na nyakati hizo mfalme wa Camelot siku iliyofuata baada ya mapambano makali sana, basi alimtangaza Morgana kuwa ni moja kati ya binti aliyepambana na wachawi kutoka katika eneo la siri ambalo lilikuwa katika eneo la chini ya ardhi ya Camelot. Je, unadhani kwamba Merlin atakubali kwamba ile jambo lizidi kusonga mbele? Merlin alitamani kusema ukweli pale kwamba Morgana ndio mmoja kati ya mtu ambaye anatamani ufalme wa Camelot uweze kuteketea. Gehazi na Merlin walitazamana tu, lakini bado walikuwa wanahisi kabisa kwamba hili jambo sio sahihi. Wale kukaa katika meza yao, na hii meza waga majibu ambayo yako sahihi kabisa. Lakini nyakati hizi walikuwa kama vile wamegonga mwamba. Walitamani kumwambia mfalme kwamba Morgana anahusika, lakini pale Gehazi alijaribu kuweza kumwambia kwamba
Uther, yani mfalme, alikuwa amefungwa na kivuli kizito ndani ya macho yake, na macho yake kwa hivi sasa hayafanyi kazi tena. Merlin alitamani ile siri iweze kutambulika, lakini Geazi akamwambia kwamba hapana, hatupaswi kusema jambo la aina yote. Mfalme hawezi kukuelewa na hawezi kukuamini. Basi Arthur alimuita Merlin pale pale, akamwambia kwamba unapaswa kwenda kufanya kazi yako, bado una kazi ya kufanya. Basi pale pale Geazi alibaki akiwa na tabasamu, lakini pia movie yetu ndipo inapokwenda kuishia katika episodi ya 27. Bana, mimi nafikiri kwamba sitakuwa na zaidi kwa mdondosha comment yako hapo chini, uniambie umeonaje kazi hii, lakini pia usahau kusubscribe, kulike na kucomment. Mimi ni yule Melek katika mitandao ya kijamii, natumia Melek TZ. Bye bye for now.